Na mtazamaji, ni dakika za kuhesabu itimu saa 1 saa za Afrika Mashariki, wakati huu tukikupa taarifa ambazo zimejiri siku nzima, taarifa ambazo zinakuhusu kwa njia moja au nyingine, lakini hivi sasa tupate muktasari. Yajayo kwenye upeo wa TV47. Picha za kanda ya CCTV zaonyesha dakika za mwisho za aliyekuwa mbunge wa Lugari Cyrus Jirongo. Uchunguzi wa upasuaji wa mwili wake ukionyesha kuwa alifariki kutokana na majeraha ya ajali. Familia ya Mkenya aliyefariki baada ya kuadaiwa na kujipata katika vita vya Urusi na Ukraine waeleza yanayowasibu. Alitoka huku akijua anaenda dereva. But alifika huko after 3 days. Wamepelekwa kwa jeshi. Na akanitumia sasa hiyo picha akiwa kwa na full uniform ya jeshi. Huku serikali ikisema kuwa Wakenya zaidi ya 180 wamekwama katika mataifa hayo. Na gavana wa Nyamira Amos Nyaribo ahojiwa na tume ya EACC kuhusiana na madai ya ufisadi na uhalifu wa kiuchumi unaokisiwa kufikia shilingi milioni 400. Na mtazamaji, karibu kwa takriban dakika 30 ni kufahamisha taarifa kwa kina. Wanakwetu wananiita Joash Nsare, mfasiri kwenye lugha ya ishara ni Roda Nyamai. Moja kwa moja ni kwamba Rais William Ruto ametoa kauli ya dimu hadharani akitambua mchango wa aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga katika safari yake ya kisiasa. Akizungumza katika kaunti ya Migori, Rais Ruto alimtaja Raila kama mshauri wake mkuu wa kisiasa, akisema alijifunza siasa na uongozi chini yake. Mike Kagwongo anatufungulia taarifa za upeo wa TV47. Akizungumza katika ufuo wa Senye Nyatike kusini katika kaunti ya Migori, Rais William Ruto amewaambia wakazi kuwa safari yake hadi urais ilichangiwa pakubwa na aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga. Rais Ruto amesema anajiona kama mwanafunzi wa kisiasa wa Raila Odinga, akifichua kuwa mipango mingi na sera za serikali yake zinawiana na zile za Odinga na chama cha ODM. Yeye ndiye alitufundisha siasa. Si namna hiyo? Mimi nilikuwa mwanafunzi wa kwanza katika darasa la Raila Amolo Odinga. Hata mimi kuwa rais yeye amechangia sehemu kubwa. Katika kauli zinazoashiria mwelekeo mpya wa ushirikiano wa kisiasa, Rais Ruto ametoa wito wa mshikamano chamani ODM, akisema muungano dhabiti na uliopangika ni muhimu kwa ukuaji wa demokrasia nchini. Na sababu hiyo ndio nimesema chama ya ODM lazima mujipange, musimame imara. Tunataka a strong ODM. Kisumu! Siaya! Rais alitoa kauli hizo kwenye ziara yake katika kaunti ya Migori, huku viongozi kutoka ukanda wa Nyanza wakiendelea kuashiria utayari wa mazungumzo na ushirikiano. ODM hoye! Mutajipanga vizuri kama ODM? Mutasimama imara? Na mupange chama isimame imara? Mukipanga chama ya ODM ikue imara, mimi nitapanga chama ya UDA ikue imara. Ndio tukutane pale, tutengeneze serikali kwa makubaliano. Na sasa hapa Miguru, mtu Raifu, wewe ukijenga hapa port, hii Muhuru ilikuwa port kubwa zamani. Rais, unajua Waganda wanatoka kule, wanakuja kutusumbua hapa. Tunakuomba uingilie maneno ya Migingo kabisa. Hao watu ni wako na wewe ni wao. Kwa hivyo ukipata nyama ile nono, ukilisha hao watu wakishiba, watu wako wameshiba. Kauli hizo zinajiri wakati mazingira ya kisiasa nchini yakizidi kuundwa na wito wa umoja, mazungumzo na ushirikiano wa vyama mbalimbali. Mike Kagwongo, TV47, Nairobi. Shukran Mike Kagwongo kwa taarifa hiyo. Runinga hii ya TV47 imepata picha za kipekee za CCTV zinazoonyesha dakika za mwisho za aliyekuwa mbunge wa Lugari Cyrus Jirongo kabla ya kufariki katika ajali eneo la Karai, Naivasha.
Video hizo zinaonyesha Jirongo akigongwa sekunde chache tu baada ya kuondoka katika kituo cha mafuta. Samira Mohamed anaripoti, huku uchunguzi wa upasuaji ukifanyika leo, huku idara ya DCI ikikanusha madai kwamba ajali hiyo ilikuwa imepangwa. Mtazamaji, taarifa hii utakuwa unaipata katika muda usiokuwa mrefu. Endelea kutegea TV47. Kwenye taarifa nyingine, gavana wa Nyamira Amos Nyaribo amehojiwa na tume ya maadili na kupambana na ufisadi EACC jijini Nairobi kuhusiana na madai ya ufisadi na uhalifu wa kiuchumi unaokisiwa kufikia shilingi milioni 400. EACC inasema madai hayo yanahusiana na ujenzi wa ofisi za serikali ya kaunti, ambapo zabuni ya thamani ya shilingi milioni 382 ilitolewa kwa kampuni ya Spentech Engineering Limited. Tume hiyo inadai kampuni hiyo ililipwa fedha zilizozidi thamani ya kazi iliyokamilika. Aidha, uchunguzi unahusisha madai kwamba gavana Nyaribo alijipa kinyume cha sheria jumla ya shilingi milioni 18 zilizofichwa kama malipo ya marupurupu ya nyumba. Kabla ya mahojiano ya leo, EACC ilikuwa imemuita gavana Nyaribo kupitia barua kwa mawakili wake tarehe 8 Disemba ikipanga upya kikao cha mahojiano na kurekodi maelezo tarehe 17 mwezi huu wa Disemba mwaka 2025 katika ofisi za Integrity Center Nairobi. Uchunguzi huu unafuatia msako uliofanywa Oktoba 28 mwaka huu katika kaunti ya Nyamira, Kisii na Nairobi, ukilenga makazi na ofisi za maafisa wa kaunti waliotajwa katika uchunguzi huo. Taarifa hii kwa kina utakuwa unaipata mwendo wa saa 3. Tuangazie mengine. Wanafunzi walioufanya mtihani wa kitaifa wa gredi ya 9 KCSE sasa watajua hatima yao ifikiapo mwisho wa wiki hii. Wizara ya Elimu imetangaza kuwa matokeo ya mchakato wa uteuzi wa shule utakamilika Ijumaa wiki hii, na wanafunzi hao watapata kujua shule watakazokuwa wakijiunga nazo. Mwanahabari wetu wa masuala ya elimu Andren Kilemi anaarifu zaidi. Wanafunzi walioufanya mtihani wa kitaifa wa gredi ya 9 watafahamu shule walizoteuliwa kujiunga nazo kufikia mwisho wa wiki hii. Akizungumza katika kongamano la kitaifa la 65 la chama cha walimu nchini NAT, katibu katika Wizara ya Elimu Julius Bitok aliwahakikishia watahiniwa wote milioni 1.13 kuwa watapata nafasi. Starting Friday 19th, all learners will know the schools they have been placed. Bitok alisema wanafunzi watapata maelezo ya shule walizoteuliwa kujiunga nazo kwa kutuma ujumbe mfupi kupitia 22263 au kwa kutembelea shule zao za awali. I want to call upon all our learners to send SMSs or reach out to your former schools, the junior schools, so that you can know which schools you have been placed. Aidha, wanafunzi watapata nafasi ya pili kurekebisha chaguo lao ikiwa hawataridhika na matokeo ya uteuzi huo. And the revision will be done also from the junior school. The junior school head teachers are the ones who are going to instigate. Just the same way they supported the selection, they are going to be also the ones supporting the revision of the choices of the learners. Bitok kadhalika alisisitiza kuwa mwaka huu kila mwanafunzi atapata nafasi sawa katika awamu ya kwanza ya uteuzi. Wale walioteuliwa awali watakuwa na nafasi ya kufanya mabadiliko japo katika awamu ya pili. We are going to place students equally across the board, without favorism, without favoring any school, without favoring any specific group of people. But after that, during revision, then some of the schools who have been enjoying the pre-select advantage can be given a chance to review the students they have received. Whether they are needy students, whether they are students going on scholarship, they can get a chance now to revise in the second level.
Wakati huo huo, wanafunzi wenye mahitaji maalum kutoka shule zote 37 pia watapata nafasi katika mchakato huo wa uteuzi wa shule. Wakati wazazi wakisubiri siku ya Ijumaa kujua shule watakazojiunga nazo watoto wao waliofanya mtihani wa kitaifa wa KJSEA, maswali yangali yanaibuka kuhusu utayari wa serikali kwa mpito huo wa gredi ya 10. Andrin Kilemi, TV47, Nairobi. Na mshukran Andrin Kilemi kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, taarifa niliyokusomea awali na ni kwamba runinga ya TV47 imepata picha za kipekee za CCTV zinazoonyesha dakika za mwisho za aliyekuwa mbunge wa Lugari Cyrus Jirongo kabla ya kufariki katika ajali eneo la Karai, Naivasha. Video hizo zinaonyesha Jirongo akigongwa sekunde chache tu baada ya kuondoka katika kituo cha mafuta. Samira Mohamed anaripoti, huku uchunguzi wa upasuaji wa mwili ukifanyika leo, huku idara ya DCI ikikanusha madai kwamba ajali hiyo ilikuwa imepangwa. Ni kanda la CCTV ya kipekee iliyonasa dakika za mwisho za Cyrus Jirongo. Kanda hii ikilinasa gari la mbunge huyu wa zamani wa Lugari Cyrus Jirongo likiondoka katika kituo hiki cha mafuta. Sekunde 6 baadaye, gari hilo aina ya Mercedes E350 linagongwa na kuvurutwa kwa mita kadhaa na basi hili la kampuni la Climax. Basi hii hata hivyo linaendelea na safari kwa mita kadhaa kulingana na kanda hii. Kanda hii inaonyesha Jirongo akiondoka kwenye kituo cha mafuta cha Eagle katika eneo la Karai, Naivasha saa 8 dakika 19 na sekunde 19 likielekea upande wa kulia kana kwamba linaelekea jijini Nairobi. Kamera za CCTV zinaonyesha gari hilo la Jirongo likigongwa saa 8 dakika 19 na sekunde 25, sekunde 6 tu baada ya kuondoka katika kituo cha mafuta cha Eagle. Idara ya DCI hata hivyo ikidai hii ilikuwa tu ajali. I'm privy to the fact that that's a matter that has captured the attention of the country. But I would like to clarify that the issue of the tragic loss of Cyrus Jirongo is under active investigation. Actually, we are towards the tail end of the investigations, but there are all indications that it was a traffic accident, a fatal traffic accident, and not what other people are trying to insinuate. Kanda hii ya CCTV hata hivyo ikionyesha kwamba hakukuwa na msongamano wa magari kama alivyoeleza dereva wa basi lilohusika katika ajali hiyo. Alikuwa ametoka kwa petroli akielekea Nairobi. Petroli yenye iko mkono yangu wa left. Na mimi naye natoka Nairobi. Ndio akakuja kama ameniingia kichwa kwa kichwa na mwisho yake ikafika hapo. Maelezo haya ya dereva yakikinzana na mlinzi aliyekuwa kazini usiku huo. Wakati hiyo ilienda speed kidogo, haikuenda sana. Hapa sasa? Hapa ilikuwa polepole tu, manake ili reduce speed nikidhani anataka kupewa mafuta, lakini akachomoka hivyo, akikuja speed, akafika hapa. Alipofika hapa hakusimama hata nukta yoyote. Kabla ya ajali hiyo, kanda hii pia inaonyesha Jirongo akiingia katika kituo hiki na kutoka baada ya dakika chache. Uchunguzi wa polisi pia ukibainisha kwamba Jirongo alikuwa mlevi wakati wa ajali hiyo. Kulingana na uchunguzi wa TV47, gari alilokuwa akiendesha mbunge huyo wa zamani lenye usajili wa KCZ 305U limesajiliwa kwa kampuni ya Smart Cars Limited. Kampuni hiyo hata hivyo imekana kuhusika kumiliki gari hilo. Samira Mohamed, runinga ya TV47, Nairobi. Ni taarifa mtazamaji ambayo tunazidi kuifanyia upekuzi. Tutakufahamisha kadri muda unavyozidi kusonga. Tuangazie mengine. Awamu ya 5 ya tamasha ya Piny Luo imetamatika hii leo kaunti ya Migori. Rais William Ruto akihudhuria hafla hiyo ambayo pia ilishuhudia kutawazwa kwa Rais Ruto kuwa kiongozi wa jamii ya Luo na kinara wa ODM Oburu Oginga, huku akiahidi kuwekeza katika utamaduni wa Migori. Mike Chalo anaarifu.
Siku ilianza na mashindano ya mashua katika ufuo wa Senye muda mfupi baada ya rais kuwasili. Baadaye hafla ikielekea katika eneo la kihistoria la Thimlicho Hinga ambapo Rais Ruto alitawazwa rasmi na wazee kuwa kiongozi wa jamii ya Luo. In the Luo is Okumba, and Okumba is normally to stop the arrows, stop the spears, stop anything which might come to hurt you. Sherehe zikiendelea na nyimbo za kitamaduni katika chuo kikuu cha Rongo, baadhi zikimwenzi Raila Odinga. Tumekuja pia kusherehekea miaka 80 aliyoishi kwa hii dunia. Thank you, Your Excellency, for gracing this occasion, which is both celebratory but also mourning, because we are still mourning Baba. I want to thank you, Your Excellency, as a person, and also I want to thank your government for standing with us, the Odinga family, during the difficult time in our lives, when we were lost Baba Raila Amolo Odinga. Katika hafla zote tatu, rais na viongozi wakilazimika kusafiri kwa ndege kufuatia tahadhari ya vilipuzi vilivyopatikana katika daraja la Nyatike kati ya eneo la kwanza na la pili la tamasha. Aidha, rais ameahidi kuwekeza shilingi milioni 50 katika utamaduni wa Migori ili kuimarisha mshikamano wa kitaifa. Oburu Oginga naye akiahidi kuandaa kikao cha vijana na wazee wa Luo kwa mafunzo ya lugha na tamaduni za jamii hiyo. Ninamwambia waziri wetu Mheshimiwa John Mbadi aweke milioni 50 tujenge cultural center pale Thimlicho Hinga. Our young people, including some of my own children, have forgotten to learn their mother tongue. And this mother tongue is an instrument of culture. It is not the only culture. Mike Chalo, TV47, kaunti ya Migori. Mtazamaji, taarifa za hivi sasa ni kwamba jaji wa mahakama ya upeo Mohamed Ibrahim ameiaga dunia. Jaji wa mahakama ya upeo Mohamed Ibrahim ameiaga dunia. Taarifa za hivi sasa ni kwamba jaji wa mahakama ya upeo Mohamed Ibrahim ameiaga dunia. Ni taarifa mtazamaji za hivi sasa ambazo tunazidi kukupeperushia ili uzidi kumakinika, na ni kwamba jaji wa mahakama ya upeo Mohamed Ibrahim ameiaga dunia. Jaji Mohamed Kadar Ibrahim wa mahakama ya upeo ameiaga dunia, na ni taarifa za hivi sasa mtazamaji, na nikisoma ujumbe hapa ambaye ni Gitobu Imanyara amesema kwamba huduma za Jaji Ibrahim Mohamed zilikuwa huduma za kipekee katika jopo la majaji wa mahakama ya upeo, akimtaja kama mwadilifu na vilevile aliyekuwa na nidhamu katika kuhakikisha haki inatendeka. Mtazamaji, kama ndo unajiunga nasi, jaji wa mahakama ya upeo Mohamed Kadar Ibrahim ameiaga dunia. Mtazamaji, ni taarifa ambayo tunazidi kuifuatilia na tutakujuza kadri muda unavyozidi kusonga. Endelea kufuatilia TV47 tukujuze mengi zaidi kwamba jaji wa mahakama ya upeo Mohamed Ibrahim ameiaga dunia. Hivi sasa tunachukua mapumziko mafupi, mengi zaidi utakuwa unayapata kadri muda unavyozidi kusonga. Tunarejea.
excuses. It's time to rise, grind, and own your mornings. Join Coach Shadrach Omar every Monday to Friday from 5:30 to 6 a.m. only on TV47. Full body workouts, zero equipment, maximum results. Start strong, stay strong. TV47 Fitness with Coach Shadrach only on TV47. Looking for the perfect way to kick off your weekend? Pole. Hiyo ni salamu ya Mluya kabisa. Tune in to Friday with Betty, the most exciting show on TV. Betty, one tear gas. Betty, I don't know where this guy's going. From the latest news and trends to unforgettable moments. Friday with Betty is your go-to show for a fabulous Friday night. Theological, meteorologist. What is that word, Willis? Tune in this and every Friday at 9 p.m. and let's make your Fridays unforgettable. Only on TV47. Enjoy uninterrupted live streaming of your favorite programs on TV47 and Radio 47 on the go with our new mobile-friendly website. Experience the future of broadcasting. Visit www.tv47.digital or scan this QR code and stream your way to endless news and entertainment. Welcome to the home of untold stories. This is Kenya's #1 talk show, Dr. Fareke tonight. My name is the Eagle himself. Dr. Fareke is my name. We are flipping the script, but guess what? Or should I say, guess who is taking over tonight's show? Anyway, furahia umekaa na kasukuru. CP unit ni Punet. So you guys knew about Piga. Sawa basi. Sema, Nilata ungave the whole time. I don't want to go back to brokenness. Never. I just love the high life. Siwezi taka kuimagine ati nimesota. You'll have to watch to find out. Tune in every Wednesday from 7:30 p.m. Na mtazamaji, karibu tuzidi kukufahamisha taarifa ambazo zinazidi kuchipuka kutoka maeneo mbalimbali humu nchini. Chuo Kikuu cha Mount Kenya kimemtuza mwanamazingira Truphena Muthoni kwa kumpokeza kibali cha ufadhili wa elimu ya chuo kikuu. Akizungumza wakati wa kupokea ufadhili huo, Truphena ameeleza furaha na shukrani kwa nafasi hiyo, akidokezea kuwa atatumia elimu na ujuzi atakaopokea katika Chuo Kikuu cha Mount Kenya kuboresha kampeni zake za uhifadhi wa mazingira. Truphena alivunja rekodi ya dunia kwa kukumbatia mti kwa saa 72 mnamo tarehe 9 mwezi huu wa Disemba katika kaunti ya Nyeri. Jumatatu wiki hii, Truphena alikutana na Rais William Ruto katika ikulu ya Nairobi alipopongezwa na Rais Ruto na kutajwa kama balozi rasmi wa kampeni ya kupanda miti bilioni 15 nchini na kuwa mwakilishi wa taifa la Kenya katika mataifa ya kigeni, wakati ambapo kutakuwa na midahalo ya mazingira na mabadiliko ya tabia nchi.
Honored and grateful to Mount Kenya University and the Mount Kenya University Foundation for this scholarship. This opportunity is a powerful reminder that when young people step out in purpose, their efforts are seen, valued, and supported. The tree I planted represents more than an environmental act. It symbolizes growth, responsibility, and the future we are nurturing together. Just like that tree, I'm committed to growing through education and using the knowledge I gain to create a lasting impact. Thank you for believing in young people, for investing in sustainability, and for giving me the chance to rise, learn, and serve. I receive this with humility and great determination. The support we are giving her, we have given her even the university prospectus so that she can look through, see what she qualifies for, and what she wishes to undertake. We therefore, at the Mount Kenya University Foundation, shall facilitate her in terms of ensuring that once she registers, the university takes up the responsibility of financial support that she would need in terms of a full scholarship offer. And we are very happy and we look forward to the time that she'll be registering. The sooner the better. Mtazamaji, tuangazie mengine. Seneta wa Nandi Samson Cherargei amemsifia Rais William Ruto kwa kuzindua hazina ya miundombinu ama hazina ya kitaifa ya miundombinu maarufu National Infrastructure Fund, akisema ni chombo muhimu cha kubadili taifa. Cherargei amewasuta wakosoaji wa hazina hiyo akiwemo mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro akidai ni unafiki na kusisitiza mapendekezo yatapitishwa bungeni. Aidha, Cherargei ametetea serikali kukopa zaidi, akisema njia kuu za kuendesha serikali ni kupitia ushuru au mikopo. Ameongeza kuwa ipo haja ya kufanya ukaguzi wa deni la kitaifa ambalo sasa limefikia takriban shilingi trilioni 11, akisisitiza kuwa changamoto ya deni si jukumu la serikali ya sasa pekee. The critics don't know nor understand what this National Infrastructure Fund and Sovereignty Fund will ensure that there is equity and equitable development across the country. And this is the bold decision that the road to Singapore remains on course and unstoppable. The affordable housing program initiated by His Excellency has equally been a game changer. Across the country, over 160,000 housing units are under construction, with projects active in 44 counties. Mtazamaji, sasa tudunde viwanjani. Nairobi United imeandikisha ushindi wa bao 1-0 dhidi ya Tusker FC leo jioni kwenye ligi kuu ya SportPesa. Bao la ushindi la Nairobi United lilifungwa kunako dakika ya 10 ya mchezo na mchezaji Kevin Otiende. Hayo yakijiri kwingineko, Mathare United imeibwaga Sofapaka FC bao 1 bila jibu. Shabana ikaandikisha sare ya 0-0 dhidi ya Mara Sugar. Kwingineko, Gor Mahia imeilaza Kakamega Homeboys bao 1 bila jibu katika uwanja wa Kasarani. Kwa sasa Gor Mahia imo kileleni mwa jedwali ama mwa ligi na alama 23 baada ya mechi 12 mbele ya KCB na Kenya Police. Kabisa ndamshukuru sana Mwenyezi Mungu. Pili ndashukuru vijana vile wamejituma. Game haijakuwa rahisi, Tusker wamekuwa nyumbani. Tumepata bao safi sana. I think pia wao wamefanya mistake. Na leo nilikuwa nimekuambia sisi tumekuwa tunafungwa na mistakes. Lazima pia tujaribu hakikishe pia opponent anafanya nini? Anafanya mistake na wamefanya tukawafunga. Vijana wamedefend vizuri after that. Wamedefend vizuri sana. Tusker wamekuja juu. Leo pia tumecreate very many chances. Kushukuru Mungu tumemaliza mechi, haijakuwa mechi rahisi vile tulikuwa tumesema. Tumecheza mechi 3 zikifuatana na pia tena weekend tuko na mechi nyingine. Na vile umesema ile ukiangalia ile bao kipa alimisjudge kulinyaka ule mpira na likaingia kwenye net. Kwa hivyo mimi naweza sema kwamba unajua ni mpira, mistake imetokea, imefanyika, tunaichukua kama team positive kwa sababu hata Brandon kwa mechi zingine amekuwa kitu weka pale panahitajika. Kwa hivyo ni makosa imetokea, tutarekebisha kama team.
Mtazamaji, tuangazie mengine mazuri, na ni kwamba bingwa wa zamani wa mbio za marathon za dunia Tegla Lorupe kwa mara nyingine ameiweka Kenya kwenye ramani ya michezo baada ya kutunukiwa kwa kujitolea kwake bila kuyumbayumba, kutumia michezo kama nguvu ya kuleta amani na mabadiliko ya kijamii. Lorupe alitambuliwa kwa uongozi wake bora katika kukuza vipaji na kuwezesha jamii zilizotengwa, haswa wakimbizi, kupitia programu zilizopangwa za michezo. Got it yesterday through the Minister of State and Sports, and it's an honor coming from IGU, Judo International Federation. The recognition is for the work that I have been contributing to sports, regardless of me being a marathoner, but I've been supporting all the sports, be it judo, which I've been supporting a lot. We have also Taekwondo kids in Kawangware. Proud of the award given to our legendary athlete Tegla Lorupe, member of the executive board of ANOCA, representing the Refugees Project. This award has been a great pride for the very hard work that has been done throughout the years by Tegla in nucleating this refugees program at the global level and also at the continental level. Na mtazamaji, muda umeturuhusu kukupa taarifa hizo hapa ndani ya TV47 kwenye upeo wa TV47. Mengi zaidi utakuwa unayapata kwa lugha ya Kimombo mwendo wa saa 3. Shukrani za dhati kwa kikosi chote ambacho kimefanikisha taarifa hizi. Wanakwetu wananiita Joashon Sare, mtafsiri kwenye lugha ya ishara amekuwa Roda Nyamai, na kutakia utazamaji mwema na jioni njema. Kwaheri kwa sasa.